katika swala zima la kuwaheshimu wazazi, kuwafanyia ihsani wazazi, basi linaingia kabisa katika heshima, kuwaenzi na kuwaheshimu, kuwaenzi ala kulli hali, kwamba kwa vyovyote vile utakapokuwa umeweza kuita, basi ni jambo la msingi sana. Ndugu zangu, ukiwa una wazazi wako wawili au mmoja, basi jitahidi sana wazazi hao wawili au mmoja, mwingine katangulia mbele ya haki, basi hakikisha unawafanyia ihsani kubwa sana, kwani ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika suratu Bani Israil au suratul Israil, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, inakutaka kama wewe kijana, wewe mtoto, binti, hakikisha unatii agizo hili la Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema kuwa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, amesha hukumu Mola wako alla ta'budu, wa asiabudu yoyote, alla ta'budu illa iyyahu, asiabudu yoyote isipokuwa yeye tu Allah tabaraka wa taala. Lakini nafasi ya pili akasema wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwafanyia ihsan, wazazi wawili kuwafanyia wema. Aya ikaendelea ikasema imma yablughanna 'indaka al-kibar, ima au hasa pale watakapofikia umri wa utu uzima, ahaduhuma, mmoja kati ya wawili hao, mmoja kati ya wawili hao, au kilahuma, au wote wawili. Ndugu zangu, kwa hiyo swala la kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo la msingi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ridha Allah fi ridha alwalidain wa sukhti Allah fi sukhti alwalidain, kuwa radhi za Allah tabarak wa taala huwa zinapatikana kwa kuwaridhisha wazazi wako wawili, na chukizo za Allah, chuki za Allah subhanahu wa ta'ala pia zinapatikana kwa kuwachukiza wazazi wako wawili. Sasa iweje wewe kijana, iweje wewe mtoto uweze kutafuta namna ya kuwaudhi wazazi wako wawili, tena katika misingi iliyokuwa sio ya kisheria? Waheshimu, watii, wasikilize wazazi wako wawili, kwani hiyo ndio sababu ya wewe kuweza kupata radhi za Allah, kuweza kupata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wengine niliwahi kusoma au pia na kumsikia mwanachuoni mmoja akisema watu pekee ambao duniani wanakutakia kheri kwa ukamilifu wake, wanakutakia kheri ya kiwango cha juu, wewe hapo basi tambua watu wao ni wazazi wako. Wazazi wako huwa wanakutakia kheri kabisa. Ukisimama kukuombea dua, basi dua inakuwa kwanza ni mustajaba, lakini pia wanakuombea kwa ikhlasi sana tu. Wengineko basi inakuwa ni wengine, maana ni ustarabu, hikima za mtu pamoja na uchamungu wake. Lakini leo hii baba yako anakutaka wewe umzidi umri, yani wewe uishi maisha marefu kuliko hata baba yako. Mama yako anakutaka pia anakutaka wewe, anakuombea dua kila siku umzidi umri. Mzazi anakaa anasema mwanangu akuwe kwa usalama katika maadili mazuri ili aje kunizika pakoja. Utaona kabisa mzazi huyu anatamani kwamba yeye ndiye atangulie kufa baadaye ufuate wewe. Kwa hiyo mzazi wako
yeye anataka kabisa wewe umzidi umri, uishi maisha marefu kuliko yeye. Lakini mzazi wako yeye anataka kuwa anakuombea dua umzidi kipato, umzidi elimu, kila kitu wewe, basi mzazi wako anakuombea kwa Allah tabaraka wa taala wewe uwe mwenye kumzidi. Kwa nini? Ana focus kwa kuangalia kwamba kijana wake utakapokuwa unaishi vizuri, basi wewe utakuwa unaishi maisha mazuri, lakini utakapomzidi katika kila kitu, basi ala kulli hali kwamba anatarajia kwamba maisha yako yataenda vizuri, lakini pia anatarajia hata wajukuu zake wataje kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo kama kijana, mzazi anakuombea dua, wewe umzidi katika suala zima la kielimu, umzidi katika suala zima la kipato, umzidi katika suala zima la umri, umzidi ya kila jambo. Hata kama ukiwa ni mtoto wa kiume, basi mzazi wako anakuombea dua wewe uweze kupata mke alikuwa mzuri, mke alikuwa mwema, alikuwa mwenye heshima na taadhima kwako. Lakini pia ikiwa mtoto wake wa kike, basi anakuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala uweze kupata mume alikuwa mstaarabu, mume alikuwa mwenye heshima, mume mwenye nidhamu, uweze kuishi vizuri na mume wako katika masikilizano yalikuwa mazuri. Kwa hiyo ikiwa kama mzazi wako anakuombea haya yote kwa ikhlasi kabisa, kwa nini wewe leo hii uwe unamvunjia heshima mzazi wako? Kwa nini leo hii uwe umheshimu, unamdharau mzazi wako? Kufanya hivi basi utakuwa unakaribisha laana ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mtukufu atuwezeshe sote kwa pamoja tuwe ni wenye kuwaenzi, kuwaheshimu wazazi wetu. Lakini pia ikiwa kama mzazi ametangulia mbele ya haki, basi kila siku tuwe ni wenye kuwakumbuka kwa dua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ridallahu fi ridal walidaini wa sukhti llahu fi sukhti alwalidaini. Wabillahi tawfiqi wa hadha, assalamu alaikum wa